Karibu katika simulizi nyingine ambayo inakwenda kwa jina la Machozi ya Neema. Simulizi, hakikisha unasikiliza kwa makini kisha unatoa maoni yako. Ni simulizi fupi sana. Karibu, ungana nami, hakikisha una share na kulike kisha na kutoa maoni yako. Ile kwa ngumu sana. Katika kijiji kidogo kulikuwa na nyumba ya udongo iliyochoka. Ndani ya nyumba ile alikaa mama mmoja aliyeitwa Sara pamoja na watoto wake wawili, Neema na Baraka. Walikuwa masikini, lakini walikuwa na kitu kikubwa katika familia yao. Lakini kadri siku zilivyosonga, Sara kaanza kulemewa na maisha. Mikono yake ilikuwa mitupu, ndoto zake zilikuwa zimekauka, na kila siku alilia kimya kimya bila yoyote kujua, hususani watoto wake. Usiku mmoja alijikuta akisema moyoni, labda bila mimi watoto hawa wataishi vizuri zaidi. Akamwaga machozi ya mwisho, akaandika karatasi ndogo neno moja tu, samahani. Asubuhi ikafika. Aliwachekea watoto wake kwa mara ya mwisho. Mama anarudi jioni. Sawa, ndiyo mama. Baraka akamjibu bila kujua, na Sara akaondoka. Usiku ukaingia, nyota zikaangaza, lakini mama hakurudi. Neema akakaa mlangoni hadi alfajiri, lakini hakuona kitu chochote kilichoweza kugonga mlango. Hakulia mbele ya mdogo wake, alilazimisha kuwa jasiri akiwa bado mtoto. Siku zikapita, njaa ikaanza kuuma kama kisu, lakini bado alimhifadhi Baraka moyoni kama malaika mdogo. Watu wachache kijijini waliona, wakaguswa, wakaanza kuwasaidia. Kijiji kikageuka kuwa familia. Miaka ikapita. Neema akawa binti jasiri, Baraka akawa kijana mnyenyekevu, lakini moyoni walibeba swali mmoja: kwa nini mama alituacha? Siku moja mvua kubwa ilikuwa ikinyesha. Mwanamke mnyonge aliyechoka akarudi kijijini. Alikuwa ni Sara. Aliwaona watoto wake sasa wakiwa watu wazima. Alidondoka chini, machozi yakimchuruzika. Nisamehe, nilikuwa dhaifu, nilitoroka kwa sababu niliogopa, lakini sikuacha kuwapenda hata siku moja. Kulikuwa na kimya kizito. Unaoumiza moyo. Baraka aligeuka pembeni, akavuta pumzi nzito. Neema akamsogelea mama yao pole pole, sauti yake ikitetemeka. Mama, tulia.
Tulilia sana, tuliwahi kulala njaa, tuliwahi kujiuliza kama kusamehe si kwa sababu haikutuumiza, bali sababu nataka moyo wangu upumzike. Sala akalia kama mtoto. Ndipo pale kukazaliwa ukweli mmoja mkubwa. Msamaha huondoa makovu, lakini huponya roho. Sala alibaki kijijini, akaamua kuwalea watoto wake. Ili hakuna mwingine apitie maumivu aliyosababisha. Na neema na baraka waliendelea mbele, si kama walivyovunjika, bali kama walivyoshinda. Waliotoka kwenye maumivu. Mwandishi anatuambia mtoto akiachwa, moyo wake hubeba kovu maishani, lakini jamii inapokumbatia upendo huzaliwa upya, na msamaha ni mlango wa amani. Asante kwa kuwa nami katika mkasa huu mfupi wa machozi ya neema. Hii ni Vam TV Online. Kama unaweza kusubscribe, hakikisha una subscribe ili tuwe wote katika simulizi mbalimbali, hususan pia katika mikasa na makala tofauti. Shalom. Mungu akubariki kwa kuwa nami.